matawi, kumbukumbu ya mateso ya Bwana wetu Yesu Kristo. Katika somo la kwanza tumesikia kwamba Yesu anaingia na kushangiliwa kama mfalme, lakini akiwa mpole na mnyenyekevu, bila mashaka yoyote, bila hofu yoyote, anaenda kuyakabili mateso. Ni kadiri ya utabiri wa nabii Zekaria. Yesu anapochukua njia hii ngumu, hakuogopa, hakuwa na mashaka yoyote. Ingawa tumeona katika kiitikio wimbo wa katikati, Yesu anajaribu kuongea na Baba yake, ikiwezekana mateso haya yanipitie mbali. Alishayaona, yakuta kabisa kwamba haya hayaniachi salama. Hivyo anajaribu kuongea na Baba yake, kikombe hicho kimpitie mbali, akigundua kwamba hawezi kubadilisha msimamo wa Baba yake juu ya mateso yake. Anamwambia, utakavyo wewe Baba ufanyike. Ndugu zangu wapendwa, ni kawaida wafalme walio wengi wanapofanya maandamano yoyote walikuwa wakitumia farasi na askari wao. Yesu anachukua mnyama mpole, punda aliyetabiriwa tangu Agano la Kale. Akapanda mwanapunda huyo, wakamshangilia wakiandamana kama tulivyofanya kabla ya ibada hii. Ndugu zangu, waliimba hosana, hosana, hosana juu mbinguni. Ilikuwa ni furaha kubwa. Wanaweka na nguo zao ili Yesu apite akiwa juu ya mwanapunda. Lakini baada ya muda si mrefu, wanaanza kusema, msulubishe. Na waliomtesa Yesu ni askari mahiri, tena vijana wenye nguvu kama ninyi. Wakamshughulikia Yesu. Ndugu zangu, tumeona katika Injili ya mateso yake Bwana wetu Yesu Kristo, Yesu aliyewachagua mitume 12, mmoja wapo anaamua kupenda pesa zaidi kuliko kumpenda yeye, Yuda Iskarioti. Mnapochagua wahasibu, angalie wasije wakapatana na pesa kiasi cha kusaliti. Kazi ya uhasibu si mbaya. Ubaya unakuja pale kupenda pesa mpaka hata kufisha mtu, kuua mtu. Watu kadhaa walitajwa katika mateso yake. Yuda alitajwa kama aliyemkabidhi kwa watesi, na mwingine Petro alitajwa kama aliyemkana Yesu.
Wapo wale watatu waliowapenda akawachagua kwenda kusali pamoja naye. Wakati Yesu anasali, wenzake walichapa usingizi, wamelala fofofo. Mara ya kwanza, hamkuweza hata kuvumilia kusali nami. Alipoenda tena akawakuta wamelala. Amkeni sasa, twendeni. Yuda aliyemsaliti, Petro aliyemkana, na hawa wengine ambao hawakuweza kusali na Yesu. Historia hii ya mateso ya Kristo yanatudhihirishia wazi jinsi Yesu alivyopita katika njia ngumu, na alifahamu kwamba ni ngumu, lakini ni mapenzi ya Baba yatimie, akakubali. Ndugu zangu, huyu ndiye Kristo ambaye sisi tunamfuata, na hata kuitwa wa Kristo, wafuasi wa Kristo. Huyu ndiye Kristo ambaye hakujibakisha katika maisha yake ili kutukomboa. Huyu ndiye Kristo ambaye Wayahudi walifikiri kwamba tukimuua na kumzika tumemaliza ufalme wake wa hapa duniani. Wakasahau aliyowaambia. Yesu alifuata njia hii, lakini sio yake bali ni mapenzi ya Baba. Kwa unyenyekevu wake alichukua njia hii. Ndugu zangu wapendwa, tumekombolewa kwa njia ngumu. Wale watesi wa Yesu wangejua kwamba aliyosema ni kweli atatimia, wasingehangaika naye, kujua kwamba hatugombani na mfu bali aliye hai. Lakini kwao ilikuwa ni fumbo. Walipokamilisha mauaji, walipoenda kumhifadhi, wakahakikisha wameweka jeshi kali na kubwa mahiri walinde, ili kuhakikisha kwamba alichosema ataamka ni kweli. Haikutosha. Yesu alipofufuka, askari wanaamua kusema uongo. Walikuja kumuiba. Watakujaje kumuiba mitume wake? Katika safari yake ya mateso mitume walipotea. Wataendaje kumuiba wakati ninyi mnaweka ulinzi mzito? Ili yatimie aliyonenwa. Yesu akafufuka, na bado pesa inatumika kwa wale walinzi. Wanapewa pesa nyingi ili kusema kwamba waliibwa na mitume wake na wafuasi wake. Ukweli ukabaki ukweli. Yesu aliyekufa kazikwa, hayupo tena makaburini, ni mzima. Ndugu zangu, ushuhuda huo maandiko matakatifu yanatuthibitishia. Katika maisha yetu ya kiimani, tunaamini kabisa kwamba Yesu alikuja kwa kazi maalum. Maanguko ya binadamu yalimhitaji Yesu kuja kutuondoa katika hali hiyo ya maanguko, na dhambi imetufanya tuwe mbali na Mwenyezi Mungu. Yale waliotenda wazazi wa kwanza, ilibidi Yesu aje akitumwa na Baba kwa ajili ya kutukomboa. Kazi yake akaifanya, na ndio maana tunapozaliwa tunabatizwa
kuondolewa dhambi ya asili, kuondolewa katika utumwa wa dhambi. Sisi tulishakombolewa na Bwana wetu Yesu Kristo. Leo hii bado kuna wasiomjua Kristo, bado kuna wanaomkana Kristo. Labda ni wewe na mimi na mwingine. Kumbuke jinsi Yesu alivyotumia njia ngumu kutukomboa. Haikuwa rahisi kubeba msalaba ule mzito, tena bila kosa lolote. Ujiulize na tujiulize, gharama hiyo ya uhai wake Yesu ambayo ametumia yeye aliyemtii Baba yake, akipitia kikombe hicho kigumu, tunaishije imani yetu ya Kikristo? Tunaishije Ukristo wetu? Tumewekewa masakramenti mbalimbali, tunayaishije masakramenti hayo? Au ni sawa na wale wanaosema msulibishe? Ndugu zangu wapendwa, tumeachiwa masakramenti yatuongoze. Tena hata tukianguka, tumeambiwa tuamke, mtafute padre uweze kuondolewa dhambi. Ndugu zangu wapendwa, tumekombolewa kwa damu ya Kristo. Mitume walipomuuliza Yesu ni sala ipi wasali, aliwapa sala fupi na ndio sala kuu. Baba, msalipo salini: Baba yetu uliye mbinguni, lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Tupe leo mkate wetu wa kila siku, tusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea. Wapo wengine kati yetu wanapopika sehemu hiyo ya utusamehe kama tunavyowasamehe waliotukosea, hawasali, kwa sababu ndani ya moyo wake kuna dukuduku, na hilo ndilo linalotupeleka motoni. Bwana wetu Yesu Kristo anasema, samehe ili uishi. Unapomsamehe aliyekukosea, maana yake unakuwa huru. Usipomsamehe aliyekukosea, maana yake unakuwa mtumwa tena wa dhambi. Kila unapomuona moyo wako unadunda, utaki hata kumwona. Tusamehe kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea. Katika maisha yetu ya hapa duniani, wapo ambao furaha yao ni wa kuwakosea wengine, na unapokasirika ndio wanafurahi kweli. Na wengine ni makatili, kutesa wengine anaona ndio furaha yake. Anapotesa mwingine, basi hapo ndio anaona imekamilika furaha yake. Yesu ametuambia muwasamehe waliowakosea, tena na muwapende hata adui zenu. Mwingine anasema nimekusamehe lakini sitasahau. Hujasamehe. Samehe yaishi, samehe uishi. Ndugu zangu wapendwa, aliyetukomboa ametumia yale yote yaliyowezekana, hata kutoa uhai wake. Tuishi kadiri ya mapenzi ya Mwenyezi Mungu.
ni kwa njia yake tu tutaitwa na tutazidi kuitwa wana wa Mungu. Wapendwa, nichukue nafasi hii nikiwatakia mema kwa siku hizi kufa, kuzaliwa, kuteswa na kufa kwake Bwana wetu Yesu Kristo, ili hatimaye tufurahie ushindi wa kufufuka kwake. Tunapoondoka katika dhambi, tunafufuka na Yesu. Tunapotubu na kuziungama dhambi zetu, tunafufuka na Kristo. Wapendwa wote wa Mkata, niwapongeze sana kwa yale yote mlioyafanya katika kanisa lenu na imani yenu. Niwapongeze kuwakaribisha vijana wetu zaidi ya 400 kuja kusali nanyi, na kanisa limefurika, sio kujaa. Hii ni imani iliyo thabiti, mmemtangaza Kristo. Wakati mnaandamana, watu wanatoka na kuangalia kumetokea nini. Walijua sio msiba, kwa sababu kulikuwa na nyimbo zinaimbwa za furaha. Walishangaa na kutoka na kuangalia. Kwa kitendo hicho, mmekuwa wainjilishaji katika maeneo haya. Hivyo nikupongeze paroko pamoja na mkuu wa kanda hii ambaye leo siku ya matawi ameona aje kushiriki nasi sote. Nawe mkurugenzi wa vijana, ninakupongeza kwa kuchukua muda wako na kuja kukaa na vijana, kusali pamoja na kufanya kongamano wote pamoja. Yale yote ambayo mmefundishwa kwenye kongamano lenu ni mengi. Bahati mbaya sikuwa na walimu wenu nikawauliza mnifundisha nini. Lakini yawezekana kabisa miongoni mwao ni tatizo la utandawazi. Mitandao inawapeleka vijana mahali pasipo. Waliovumbua mitandao, nia yao ni kutafuta pesa, ni kupata pesa. Unavyotumia simu yako, aliyeanzisha kitu hicho yeye amelala huko, anaingiza pesa kwa kutumia simu na kumtajirisha mwingine. Kwa yale ambayo yana manufaa kwenu, yatumieni. Yale ambayo ni kizuizi cha imani yenu, niache, hayatawasaidia. Ndugu zangu wapendwa, mitandao imeangamiza wengi. Wapo ambao kwa mitandao wamechumbia na kuchumbiwa. Baada ya kufanya hivyo, hawamfahamu mtu yeyote, wakaamua kuingia kwenye mtandao na atafuta mke au natafuta mume. Ndugu zangu, wapo walioolewa na mbwa wakifikiri kwamba wamepata mume. Katika mtandao walitafuta, akasema natafuta mke,
kumbe sauti ya mbwa ndio iliyotumika, au picha ya mbwa, kumbe anaona sura ya mtu. Siku anaenda kumwona anakutwa mbwa koko. Wapo ambao walichumbiana kwenye mitandao wakajikuta ameingia sipo. Kumbuke vijana kwamba ujana ni chai ya moto. Jinsi unavyokuwa chai ya moto, huwezi kuinywa haraka haraka, bila shaka unaweza kupoteza ulimi hata testi yake. Msiwe na haraka katika maisha yenu na msikurupuke. Vijana wengi duniani wanaingia katika madawa ya kulevya. Na wanaharibu utu wao na maisha yao kwa sababu ya madawa hayo. Kwa bahati mbaya, mkoa wetu wa Tanga kitaifa inasemekana ni ya pili kwa madawa ya kulevya. Tumezoea tukiwa wadogo, wazazi wetu wanatupikia chakula tena kizuri, tunafurahia, mama ametupikia chakula, tunakula na mboga na nini. Lakini leo hii vijana wengi wanakula unga badala ya kula chakula. Tena wanapatiwa majina mengine yanaitwa teja, hilo linapita. Zangu wapendwa, wanasema kama kuna vijana 10, 9 mmoja ni mtakatifu au ni mwema sana, anaweza ashindwe kuwageuza vijana 9 wabaya wakawa wema. Lakini kijana mbaya katika 10 ni rahisi kuwageuza vijana 9 kula unga kuliko, kwa sababu mwenzao wanaambia hiki ni kitu kizuri sana, na jinsi anavyojisikia vile katika ulimwengu usiojulikana, wakafikiri na sisi tuonje. Kinachowaumiza vijana wengi leo hii ni kuonja. Mmelelewa vizuri na wazazi wenu, hamkuwa walevi wala walaunga. Leo hii mnaitwa mateja, mshabatizwa, wengine Yohane, wengine Maria, kadhalika. Majina yenu mazuri yanabadilishwa, mnaitwa teja. Kongamano kama haya vijana mnachukulie kama sehemu ya kujifunza mengi. Mnapokuwa kwenye makongamano haya, tumieni nafasi hizi kujitambua zaidi. Ninyi ni kanisa la leo na kesho, tena ndio viongozi tunaotegemea kuanzia sasa na hiyo kesho. Miongoni mwenu wapo mapadri, wapo watawa, wapo viongozi mbalimbali wa vyama na serikali. Mkitumia nguvu zenu vibaya, ulimwengu utawacheka. Ni mzigo kwa familia, ni mzigo kwa kanisa, na ni mzigo kwa taifa. Wale wanaouza madawa hayo wanapata faida, wanasaidia watoto wao, ingawa ni kwa kuangamiza watoto wa wengine. Nichukue nafasi hii kuambia vijana, kataeni dhambi, kataeni kuingia katika hatari kama hizo. Ombeni Yesu akawe
kawatangulie katika maisha yenu. Amesema mwenyewe, ombeni mtapewa, tafuteni mtapata, pigeni hodi mtafunguliwa. Hakusema muombe madawa ya kulevya au ulevi wa pombe. Muombe mema yanayompendeza Mwenyezi Mungu. Mwaka 2026 niliyofanya kongamano lenu hapa Mkata ukawe ni baraka na fanaka katika maisha yenu. Tuombe mapadre na watawa, nanyi wazazi, tuzidi kuombea vijana wetu. Na mkiona mwenzenu amekengeuka, anaingia katika hatari hizo, msaidieni. Kupotea kwa mmoja ni aibu kwenu. Mungu azidi kuwabariki, awajalie mema yote, na zaidi sana msimwache Mwenyezi Mungu, mkimbilie yeye, mumuombe, mtafute, mpigieni hodi. Mungu awabariki na nawatakia kila jema wote, na daima mwe wanyenyekevu kama Yesu aliyekuwa mnyenyekevu. Mwe wapole, mwe na upendo, mwe na furaha. Tumsifu Yesu Kristo.